Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi wanapendelea sana mbegu za Acacia nilotica na Acacia pholiacantha kwa sababu mbegu zetu zimehakikishwa, zimechunguzwa kitaalamu na zina ubora ambao unahitajika. Katika shughuli za upandaji wa miti, bila kuwa na mbegu bora huwezi kupata matokeo mazuri. Umuhimu wa kituo cha uzalishaji wa mbegu za miti Shinyanga. Kituo cha NAFRA kwa kweli wamenisaidia karibu 90% kwa sababu mbegu natoa kwao na usimamizi pia upata kwao, maana wao ndio wanaonielekeza. Wadau wa mazingira hapa nchini wanahimiza upandaji miti kama njia mojawapo ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kusaidia upatikanaji wa huduma muhimu za mfumo wa mazingira, mfano maji, mvua na madawa. Katika kuhakikisha hilo linafanikiwa, kuna vituo mbalimbali vya uzalishaji wa mbegu bora za miti hapa nchini. Kituo mojawapo kinapatikana Shinyanga, kinazalisha mbegu za miti ya matunda, mbegu za miti ya kibiashara, mbegu za miti ya malisho. Wiki hii tunaangazia kazi zinazofanywa na kituo cha mbegu za miti Shinyanga na umuhimu wake katika uhifadhi. Mimi ni Ana Peter, karibu sana. Hapa sisi kwenye kituo cha mbegu, kazi zetu kubwa ni uvunaji wa mbegu, uchakataji wa mbegu, kuuza mbegu kwa watu wanaohitaji, kusambaza mbegu kwa vituo vingine vya TFS vinavyohitaji mbegu kwa ajili ya mashamba na kwa ajili ya uanzishaji wa bustani. Shughuli tunazofanya hapa nyingi. Shughuli ya kwanza ni ukusanyaji wa mbegu, ndo shughuli mama. Ni shughuli ya pili ni uanzishwaji wa bustani, kwa sababu kuna mwingine ndio unaleta mbegu lakini mwingine hataki mbegu, anataka kidogo huo umeshaiandaa kwenye mfumo wa miche. Kwa hiyo tunaandaa pia miche. Lakini shughuli ya tatu ni tunaanzisha vyanzo vya mbegu, kwa sababu kuna mbegu zipo hatarini kutoweka. Kwa sisi tunajitahidi namna tunavyoweza kuzitafuta hizi mbegu na kuanzisha vyanzo vyake kwa kuanzisha mashamba mahususi kabisa kwa ajili ya mbegu. Lakini pia shughuli ndogo ndogo tunazofanya hapa pamoja na ubangwaji, kupima mbegu maabara, kwenye maabara ya mbegu kulingana na taratibu zilizopo, pamoja na uhifadhi wa mbegu kwenye eneo la kuhifadhia, lakini pia kufanya usafi kwenye hivi vyanzo vyetu vya mbegu. Ndio shughuli ndogo ndogo za ndani ya kituo tunazozifanya. Zoezi la ukusanyaji wa mbegu katika kanda ya Magharibi na kanda ya Ziwa, miti ambayo inapatikana huku kwa wingi ni Afzelia Kwanzensis pamoja na miti nyingine ya kupandwa ambayo ni Pinus Tecumani pamoja na Pinus Caribea. Lakini tunachofanya polini, maana yake tukishakusanya mbegu zinakuja katika eneo hili la ukusanyaji. Katika tunayoangalia kwamba huu mti unaweza kuwa na mbegu bora, tunaangalia mti ulionyooka, kwa sababu tunaamini kuwa ukikusanya mbegu kwenye mti ambao haujanyoka, mti ambao unakuwa labda na umepinda pinda, na ukija kuipanda ile mbegu na hilo ukipata kupata mti ambao na wenyewe umepinda. Kwa hiyo tunajitahidi kuangalia phenotype, yani muonekano ule wa nje, kuangalia miti iliyonyooka ili tupate mbegu bora. Kwa mfano, kama mnatafuta chanzo cha mbegu, ukishafika eneo hilo mkakuta kuna miti ambayo ni ya muhimu kwetu, inabidi tuanze kuwaelimisha wale watu ambao wanazunguka ile eneo kwamba huu mti una manufaa 1, 2, 3, kwa hiyo tunaomba msiukate, kwa sababu unakuta vyanzo vya mbegu vingine vipo kwa watu binafsi. Kwa hiyo inabidi kumpa elimu mtu binafsi ambaye anaimiliki, lakini sisi ambayo angalau ambayo iko inamilikiwa na serikali yenyewe ni rahisi kuimanage, ila ile ambayo haimilikiwi na serikali ndo ile ambayo inabidi kuwapa elimu wananchi wasiweze kuikata, kwa sababu kuna miti mingine inaweza ikakatwa lakini kuja kupata huo mti ni ndani hata ya miaka 100. Kwa hiyo tunajitahidi kuwapa elimu kwamba mbegu bora zinapatikana katika miti ya aina gani. Tunavuna matunda ambayo bado hajaingia kwenye uchakatwaji ili kuwa mbegu, kwa hiyo inakuwa tu ni rahisi kuyasafirisha. Yakishafika extraction ndo taratibu zingine za kitaalamu zaidi zinaendelea. Mbegu zinapotoka field nazipokea na kuzifanyia mchakato wa ubanguaji. Kwa mfano, Afzelia Kwanzensis zinapotoka field zinakuwa zimekuja hapa na matunda. Kwa hiyo tunakuja tunazichakata kwa kubangua, tunatoa uchafu, tunatoa yale covering, then tunapaki vizuri kwa ajili ya tunaziweka vizuri kwa ajili ya kwenda maabara
kutesti ubora wa mbegu. Hii ni mbegu moja ya Afzelia Consensus ambayo ndio hii hapa. Lakini pia kuna mbegu za Pinus Technomanii na Pinus Caribea. Kwa mfano hii ni Pinus Technomanii ambao covering zake ndio hizi hapa. Baada ya kutoka field ikifika hapa zianika kama hapo tunavyoona. Kwa mfano Pinus Technomanii au Pinus Caribea tunaianika kwa kutumia jua. Tunaziweka jua, nategemea na hali ya hewa wakati huo ikoje. Kwa mfano hali ya hewa iko nzuri, ndani ya wiki 1 mpaka 2 hapo, wiki 2 mpaka kuanzia wiki 1 au 2, mbegu tunatoa hapa kwenye kuanika, tunasafisha vizuri, zinaenda maabara kwa ajili ya kutestiwa ubora wa mbegu. Kwa mfano tuna mbegu za asili na mbegu za kigeni. Mbegu za kigeni tuna Pinus Caribea na Pinus Technomanii. Mbegu za asili tuna Afzelia Consensus, tuna Acacia nilotica, tuna Acacia polyacantha, tuna Pterocarpus angolensis, tuna mbegu nyingi. Kwa ukanda huu wa kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi wanapendelea sana mbegu za Acacia nilotica na Acacia polyacantha, kwa sababu Acacia nilotica na polyacantha ni mbegu ambazo zinatumika kwenye kivuli pamoja na kulisha ng'ombe. Ng'ombe wanakula kama malisho, kwa hiyo wanazipendelea sana kwa ukanda ule, lakini pia zinavumilia ukame. Kwa hapa maabara, kazi yetu kubwa sisi ni kupima ubora wa mbegu. Mbegu za miti tunaangalia ubora, uwezo wake wa kuota, germination test. Tunaangalia pia usafi wa mbegu. Pia tunaangalia kuna kitu kinaitwa viability, uwezo wa mbegu kumea. Kwa hiyo process zote zinaanza baada ya wenzetu kutoka extraction. Wakisha extract mbegu, basi tunaenda kuchukua sample kutoka kwao. Ni hatua muhimu sana katika hatua uchukuaji wa sample, maana hatuwezi kuchukua kiasi chote cha mbegu tukifanyia analysis. Kwa hiyo tunazingatia, tunachukua sampuli ambayo itakuwa ni representative kwa bulk nzima ile ya sample za mbegu. Ikishafika maabara, basi kabla ya yote tutaanza kuisajili kwenye form zetu, tujue mbegu imekusanywa lini, imekusanywa wapi. Baada ya kurekodi hizo data, tutaanza process moja baada ya nyingine. Kwa hiyo katika kucheki ubora wa mbegu kuna vitu tunaviangalia. Kwanza tunaangalia usafi wa mbegu, purity ya mbegu, kwamba ile mbegu yetu ina usafi kiasi gani. Hii ina umuhimu gani? Kwamba tunapomuuzia mteja mbegu, bwana nataka kilo labda 2 ya mbegu, kilo 1. Kwa hiyo mbegu inapokuwa na purity nyingi, usafi mwingi, kwa hiyo tunatarajia katika kilo 1 hii mbegu anaweza akatoa miche labda 10,000. Tunatarajia katika kilo 1 ya mbegu anaweza kutoa miche 10,000, lakini mbegu inapokuwa chafu, basi idadi ya miche inakuwa inapungua. Kwa hiyo jambo la kwanza tunaangalia usafi wa mbegu mikaaje. Baada ya hapo tunaangalia germination, uwezo wa mbegu kuota. Kwa hiyo uwezo wa mbegu kuota, mbegu tutazichukua sample, tutapanda katika vifaa vyetu hapa maabara, tunapanda, tunatumia mchanga. Kwa tutapanda sample, tutaendelea kumonitor kadri siku zinavyozidi kwenda. Kwa hiyo inatofautiana na mbegu na mbegu. Kuna mbegu zingine ndani ya siku 10 unakuwa ushaanza kupata majibu, unaona idadi ya miche inayoota. Kwa hiyo unaenda mpaka hapo mwisho ambao utaona kabisa hapa hakuna uotaji wa mbegu, utafunga jaribio lako na utakuwa ushapata kwamba germination ni kiasi gani. Tunachokifanya huwa tunachukua sample 100 ya mbegu 100, replicate ya 4. Kwa hiyo tunapanda sample 400 za mbegu katika makundi ya 100. Tuna monitor ukuaji wake. Baada ya kumonitor, for example, katika mbegu 100 zikaota mbegu 60, basi hapo germination itakuwa ni 60%. Baada ya kupata germination tunarekodi. Pia kuna testi tunaita cutting test. Cutting test tunaangalia tissue. Hii ni kwa sababu germination inachukua muda mrefu. Kuna baadhi ya mbegu mteja anahitaji kwa haraka, lakini test inaweza ikachukua wiki 2 mpaka wiki 3, nyingine mpaka mwezi. Kwa hiyo kadri test inavyozidi kuendelea, lakini tunaangalia rapid test, tunaita cutting test. Tutachukua mbegu, tutaikata, tutaangalia tissue ya ndani, embryo, kwamba ina hali gani. Kwa hiyo kupitia cutting test inaweza kutupa majibu rahisi kwamba hii mbegu ipo safi au imeshaharibika. Then
tutaendelea na process za uuzaji. Kama imeharibika, basi hatuwezi kumuuzia mteja, tutamshauri tu achukue mbegu nyingine au tutamtafutia mbegu nyingine ambayo ipo bora zaidi. Kuna mbegu ambazo tunasema zinatoka extraction, ambazo sasa hizo ni mpya, zimetoka kuchukuliwa katika vyanzo vya mbegu, na kuna aina za mbegu nyingine tunazipima zinatoka katika store. Sasa hizi za store ni tunafanya kama monitoring ya viability ya mbegu kila baada ya muda fulani. Kama mbegu tukishapima kila baada ya miezi 3 au 2, tunarudia kuipima tena, tuna monitor, je, uwezo wake upoje, sababu tuweze tukahifadhi mbegu kwa muda mrefu, kumbe uwezo wa kuota unakuwa ushapotea au umepungua chini ya 50. Kwa hiyo kadri tunavyozidi kumonitor mbegu, labda mwanzo tumehifadhi mbegu kutoka extraction ilikuwa na germination ya 90, baada ya miezi 2-3 tukapima tukao germination ya 70, tunajua basi germination inaendelea kupungua. Hapo tunakuwa tunashauri sasa upande wenzetu wa store kwamba kama kuna shughuli yote nasali inahitaji mbegu, basi hizo mbegu wasichukue au wasiuze kwa haraka, ili zisije zikaharibika mpaka muda wa kuharibika ukafika zikaja kuharibika. Kwa hiyo ndio hivyo tunafanya vitu kama hapo. Kuna test pia tunapima moisture test, kiwango cha unyevu katika mbegu. Hiki kiwango cha unyevu ndio kitakachotupa direction kwamba mbegu itaweza kukaa kwa muda gani, kwa umri gani, kwa sababu kuna baadhi ya mbegu kama ulivyosema zinakaa muda mrefu, basi tunahakikisha kiwango cha unyevu kipo chini 8% mpaka 7%. Kinapokuwa kiwango cha unyevu kipo chini, basi inaipa mbegu uhai mrefu wa kukaa, wa kuhifadhiwa. Na mbegu ambayo inakuwa na kiwango kikubwa cha unyevu, hizo mbegu ni ambazo sasa haziwezi kudumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo tunavyopima hapa tunajua kwamba hii ni aina ya mbegu ambao labda inatakiwa ikae muda mrefu, lakini tukaona kiwango cha unyevu kinakuwa bado kipo juu, tunawashauri wenzetu wale extraction kwamba endeleeni kuanika mbegu, bado unyevu upo juu. Utakapokaa sawa, basi tunaenda kuhifadhi. Kwa hiyo kupitia kiwango cha unyevu ndio tunaweza kudetermine kwamba hii mbegu inaweza kukaa kwa muda gani. Napenda kuwakaribisha wadau wetu mbalimbali, ikiwemo taasisi binafsi za kiserikali, wakulima wadogo, wakulima wakubwa wa miti na wadau wengine kuja kununua mbegu kwetu TFS, kwa sababu mbegu zetu zimehakikishwa, zimechunguzwa kitaalamu na zina ubora ambao unahitajika. Katika shughuli za upandaji wa miti, bila kuwa na mbegu bora huwezi kupata matokeo mazuri. Ukitumia mbegu duni ambazo hazijapimwa ubora, huwezi kupata matokeo mazuri. Lakini pale unapokuja kupata mbegu ambazo zipo bora, utapata matokeo mazuri, miti itaota vizuri, na pia utaweza kupata mazao mazuri yatokanayo na misitu. Tunatoa pia ushauri, kwa hiyo tunawakaribisha sana katika vituo vya TFS. Tembelea kituo cha TFS Tree Seed, ujipatie mbegu bora na miche bora. Karibuni sana, tujenge Tanzania ya kijani pamoja. Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Upatikanaji wa mbegu bora za miti ni muhimu sana katika uhifadhi. Kama ilivyo kwenye kilimo, inashauriwa kwamba watu watumie mbegu bora ili wapate mavuno bora. Hata kwenye uhifadhi, jamani, unapoanzisha shamba lako la miti, hakikisha unapata miche bora ambayo inatokana na mbegu bora. Unataka kuanzisha kilimo cha biashara cha matunda, hakikisha kwamba unapata mbegu bora za matunda. Kwa wale wafugaji wanapanda miti ya malisho, wapi utapata mbegu? Ndio maana kuna vituo vya uzalishaji wa mbegu bora za miti. Hata wale watu wa mtaani ambao wanazalisha miche tofauti tofauti, miche ya matunda, miche ya mapambo, kuna kituo ambacho kinazalisha hizo mbegu. Vituo hivyo viko hapa nchini, na kituo kimojawapo ambacho leo tunakiangazia ni kituo cha mbegu cha Shinyanga. Tunaangazia kazi zinazofanywa, na kuna uwekezaji umefanyika hapa. Jengo la kisasa kabisa limejengwa ili kuboresha huduma kwa watu ambao wanakitegemea, ambao ni wakazi wa kanda ya Ziwa na Magharibi. Serikali kupitia taasisi ya wakala wa huduma za misitu Tanzania, kwa kufahamu na kuona umuhimu wa mbegu bora za miti, imetuboreshea mazingira mazuri ya kufanya kazi, ambapo imetujengea jengo zuri, maabara, jengo la ubanguaji, imetuletea mashine, lakini pia imetutengenezea na store ya kuhifadhi mbegu zile ambazo zinatakiwa kukaa kwenye chumba cha baridi. Kwa hiyo tunashukuru sana. Karibuni wote katika kituo cha mbegu kununua mbegu bora za miti kwa ajili ya uhifadhi wa misitu. Majengo haya kwanza yanaleta hamasa kwa watumishi wenyewe katika kufanya kazi,
lakini pia tumepata vifaa vya kisasa zaidi kwa ajili ya kuboresha mchakato mzima wa upatikanaji wa mbegu. Kwa hiyo tuna imani na tuna uhakika wa kutoa huduma ambayo ni bora zaidi ya mwanzo ilivyokuwa. Mwanzo shughuli kwa mfano za uchakataji tulikuwa tukitumia labda kwa kuanika, kwa kusubiri jua, kwa tuanike mbegu ili tuweze kuzichakata, lakini kwa sasa tumepata mashine ambayo itarahisisha ule mchakato wa uchakataji kwa mapema zaidi. Na pia mwanzo tulikuwa tuna maabara ambayo ni ya zamani na vifaa vya zamani kidogo, lakini kwa sasa kwa sababu tumepata maabara mpya ina vifaa vya kisasa, kwa hiyo itarahisisha pia shughuli zetu za utendaji na upatikanaji wa mbegu bora. Lakini pia store zetu za zamani zilikuwa hazijakuwa katika mpangilio mzuri, lakini sasa hivi tumepata store ambazo ni bora, zenye makabati ya kisasa, zenye vifungashio vya kisasa ambazo tutaweza kuhifadhi pia mbegu zetu kwa ubora zaidi. Baadhi ya wadau wa kilimo cha miti mkoani Shinyanga wamenufaika na uwepo wa kituo hiki cha uzalishaji wa mbegu bora za miti kwa kupata mbegu sahihi kwa wakati. Ikitokea mteja amehitaji mbegu, tunazipima alafu tunaweka kwenye vifungashio maalum, ambapo kwenye hivyo vifungashio kunakuwa na nyaraka fulani hivi kidogo ambacho kinaonyesha jina la hiyo mbegu, ni kiasi gani na imekusanywa kutoka eneo gani, ili kumpa mwongozo ile mteja anayechukua. Lakini pia mteja anapochukua ile mbegu, kuna nyaraka nyingine pia ambayo anapewa ambayo inaitwa seed issue note, ambayo inaonyesha jinsi ya manage ile mbegu, jinsi ya kuiotesha na jinsi ya kuitunza ile mbegu. Kwa hiyo anapata mwongozo mzima wa ile mbegu, jinsi ya kuitunza na kuiotesha. Nimekuwa mdau hapa kwa muda mrefu kidogo. Mwanzoni tulikuwa tunachukua tu mbegu kama kawaida, lakini baadaye tulikuwa tunachanganya mbegu pamoja na miche mbalimbali. Miche ambayo tumekuwa tukichukua ni pamoja na miche ya Misedrera kwa ajili ya mbao, lakini pia miche ya migu kwa ajili labda ya uzio na kadhalika, lakini pia miche mingine ni mijohoro. Hii mijohoro tulikuwa tunaichukua kwa ajili ya nguzo, lakini pia kivuli, lakini pia hata mbao, kwa sababu ni miche ambayo ni mizuri sana. Lakini aina nyingine ya miche ni miche ya matunda ambayo mara moja pia tulikuwa tunachukua, kwa mfano mipapai tulikuwa tunachukua pale. Kwa upande wa mafanikio ni kwamba mafanikio yapo, hasa upande wa Misedrera, lakini pia na Lucina ambayo nilikuwa sijaitaja, lakini pia ni miti mizuri sana kwa ajili ya malisho, tunaitumia vizuri. Alafu kwa ajili ya wakati mwingine hata kwa ajili ya mbao, lakini hata kwa ajili ya malisho pia. Hata hii mikangasi pia huwa tunaitumia, alafu pamoja na mijohoro. Kwa ndo miti ambao mara nyingi huwa tunaitumia sana. Na kwa upande wa mafanikio kwa kweli inasaidia, tunaitumia vizuri na inatupa faida kubwa. Tunatumia kwa mifugo, tunatumia wakati mwingine kwa madawa, hata kivuli na nguzo na kadhalika. Mdau wa miti na mdau toka na miaka karibu 6. Mimi nafuga miti, nina eneo la heka 11. Ndani ya hiyo heka 11 nimepanda miti aina tofauti tofauti. Kuna yenye miaka 5, kuna ya 4, kuna ya 3, kuna hata ya miezi mingine ya aina tofauti tofauti. Faida zake ya hiyo miti kwa kweli inatupa kivuli. Mingine ni chakula pia kwa ajili ya mifugo. Malengo kwa kweli naona yanaelekea kutimia, kwa sababu hii miti tulioipanda naona ni mizuri, inakuwa vizuri na inaendana na hali ya hapa mkoa wetu wa Shinyanga. Kituo cha NAFRA kwa kweli wamenisaidia karibu 90 na point 90 na kwa sababu mbegu natoa kwao na usimamizi pia naupata kwao, maana wao ndio wanaonielekeza jinsi ya kusimamia na kuipanda, jinsi kwamba unatakiwa unapanda kwa spaces, kwamba unapanda hivi, unaacha hivi, wao ndio wananielezea kila kitu.
Na sisi bei zetu kwa kweli ni ndogo kulinganisha na watu binafsi wanauzaga mbegu, kwa sababu ukienda kama mbegu kama za una mbegu mti unaitwa jacaranda, wengi wanaofahamu kama jacaranda, kuna wengine wanauza mbegu zake mpaka milioni 2, lakini sisi tunauza bei ya serikali tu 55. Umeona? Kwa hiyo ni kidogo tupo kwa ajili ya kutoa huduma kwa kifupi. Sio biashara pasei, lakini huduma sisi ndio tunatanguliza kwanza. Lakini ujue elimu ya mbegu kidogo ina utaalamu, sio kama elimu hizi za mtambuka. Elimu ya mbegu ina utaalamu. Tunaandaa matamasha ya kwenda kutoa elimu, tunaandaa semina za kutoa kutoa elimu kwa wananchi, lakini kwa ujumla wananchi wanapewa elimu, na hata mtu akija kununua mbegu kwetu tutampa details kuanzia mbegu imevunwa wapi, ikaoteshwe wapi, kabla ya kuipanda ifanyaje ile mbegu, kama ni either kuipanda tu hivyo hivyo au kuiweka kwenye maji ya baridi kwanza kwa muda fulani au kuweka kwenye maji ya moto kwa muda fulani ili kuongeza ile ukuaji wake, yani apate yield kubwa niseme. Lakini elimu tunatoa kwa kweli, tunajitahidi kutoa kwenye matamasha, kwenye hizi Sukuma festivals zinazotokea hapa, tunaenda kutoa elimu ya mbegu, hii mbegu gani na vitu kama hivyo, kwa sababu wengi wao watu hawajui kuhusu mbegu kama sana wanavyojua kuhusu miche. Japo miche nao hawajui sana, lakini wengi wanajua miche kuliko mbegu. Lakini sasa tunajitahidi kadri ya uwezo wetu na kadri serikali inavyozidi kutuwezesha. Zipo mbegu kama za aina 3 hivi. Kuna mbegu zinaitwa orthodox ambazo hizi ni zinakaa muda mrefu kwenye hizi storage equipment. Kuna intermediate, hizi zinakaa muda wa size yani fulani hivi kwa muda fulani, lakini kuna recalcitrants. Hizi ni mbegu ambazo zinakaa muda mfupi sana. Recalcitrants ni mbegu kama mara nyingi huwa ni mbegu zile zenye unyevunyevu mwingi sana ndani. Mfano mzuri ni midodoma au Trichile emetica, huwa inakaa muda mfupi sana. Yaani haiwezi kuzidi mwezi usipo kama hujaiotesha huwa inakufa. Intermediate ni mbegu ambazo zinakaa asikai muda mrefu sana lakini asikai muda mfupi sana. Ni kama mikangazi. Mikangazi mara nyingi huwa ina range ya miezi 7 mpaka mwaka. Inaweza kukaa store bila tatizo lolote kwa kama kila kigezo kimezingatiwa. Kuna mbegu orthodox zinakaa muda mrefu sana kama Acacia nilotica, hii migunga. Kuna nyingine wanaita mikola, hii mikola na mikongo au mikongo. Ni mbegu ambazo zinakaa store muda mrefu sana. Inakaa nayo hata miaka 5, 7 ipo store tu. Ukiwa umeweka vile vigezo vyote kwa vimezingatiwa vya uhifadhi wa hizo mbegu. Kwa hiyo sisi tuna store hapa muhimu kwa ajili ya mbegu tofauti. Kuna store tunaita dry room kwa ajili ya mbegu za kuweka hapo ambazo zinahitaji kukaa kwenye dry room kulingana na vigezo na miongozo. Lakini kuna cold room au sasa kwa Kiswahili chumba cha baridi sisi niseme, ambazo zinahifadhi mbegu ambazo pia zinakidhi kukaa kwenye cold room. Hii ni kulingana na miongozo ambayo imeandaliwa tayari. Kwa hiyo sisi tunafuata ile miongozo, kwa hiyo ndio maana tunasema mbegu zetu ni bora, kwa sababu mtu mwingine anaweza asijue akavuna mbegu akapanda nyingine akasema hizi za mwakani, anakuja kupanda mwakani hazioti kwa sababu hajui mbegu, kwa sababu mbegu pia ni kiumbe hai, unajua kinakufa, kinaishi na kina lifespan kama binadamu ilivyo. Kwa hiyo ndio maana tuna hizi store zimewekwa kwa ajili ya kukidhi vigezo vya hizi mbegu, kuongeza kadri tunavyoweza muda wake wa kuishi. Ndio. Hakika utakuwa umejifunza kuhusu umuhimu wa kutumia mbegu bora za miti. Kwa wale wadau ambao wanataka kuanzisha mashamba ya miti kibiashara, miti ya matunda, hakikisha kwamba unatumia mbegu sahihi za miti jamani. Vituo vipo, usiende kujiamulia ukachukua mbegu mtaani ama ukajizalishia mbegu zako mwenyewe, unashangaa miti haikui, miti inadumaa kwa sababu hujatumia mbegu sahihi. Wataalamu wako, vituo hivi vipo, vinakusanya mbegu, vinapima ubora wake, jinsi zinavyokuwa, kuhakikisha kwamba ukiipanda itakuwa vizuri. Kwa hiyo watafute. Kwa wakazi wa kanda ya Ziwa, kanda ya Magharibi, hakikisha kwamba unafika kituo cha uzalishaji wa mbegu bora za miti Shinyanga. Asante kwa kutazama. Mimi naitwa Anna Peter, ukipenda unaweza kaniita msemaji wa miti Tanzania au Mama Kijani.
Unaweza ukatazama kipindi hichi pia kwenye mitandao yetu ya kijamii TBC Online. Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania.